Wewe unajichukulia unaniweza mimi wewe? Kwa unasemaje? Mama na hali ngumu ile kwa nayo nimejiproud tu hapa. Jamani jamani mdogo wangu ataishije mimi jamani? Mbona kama naenda kuozea jela mimi jamani? Sio kweli. Yaani nitaenda chaka lolote kwa kweli. Monila, fungua mlango Monila. Vipi? Monila, unashoga kizati wewe? Mashoga wanasaidiana kipindi cha shida na ziki na mashoga. Monila, umekuaje sasa? Monila, mwenzako nimeua Monila, nimeua mimi Monila. Haya, umemuua nani? Monila, tutaenda kuongelea ndani na kuomba. Niko chini ya miguu yako, tutaenda kuongelea ndani ndugu yangu na kuomba. Wenam! Wewe! Mume wangu. Kwani hujanisikia? Hebu nisikize mwanamke. Sio kama sikusikii. Mimi nimeshachoka na matatizo yako. Nishahangaika kadiri ya kuhangaika. Na msaada mimi nimeshaukosa. Kinachotakiwa sasa, ujiandae urudi kwenu. Nirudi kwetu? Hivi ninavyoumwa nirudi kwetu mume wangu? Hakuna mtu kunisaidia zaidi yako. Nirudi nyumbani na wewe unajua mamangu anaumwa. Nirudi nyumbani nikawe mzigo. Wewe ndo kunisaidia mimi. Ukiniacha mimi nitakufa. Hebu nisikilize. Nakwambia nimeshachoka. Haya matatizo mimi naona kama mkosi kabisa kukuoa wewe. Kwa hiyo nimeshachoka. Mara misikuli ndani mwangu. Chanzo ni wewe. Maisha yangu yamekuwa magumu sana baada ya kukuoa wewe. Alafu isitoshe, wewe ni mtu gani usiyekuwa muelewa? Bado hujakosa msaada mume wangu. Uamue tu niache mimi nife. Unavyonipinga inaonekana dhahiri unahusika na hiki kinachonisumbua. Wewe unasemaje wewe? Mpuzi mmoja wewe. Unamaanisha mimi nikutoe kafara wewe? Sasa nisikilize. Lia kadiri ya kulia. Toa machozi ya maji hayo, kisha toa machozi ya damu. Lakini ninapokwenda huko, ninaporudi nipate jibu lililo sahihi. Lazima urudi kwenu, taka usitaki. Mangu. Mola wangu. Mungu nisaidie mimi. Nisaidie Mungu. Mume wangu usiniache mume wangu. Mume wangu usiniache. Kila usiku nimebaki mwenyewe ya Rabbi. najiuliza, naomba unisaidie Mola wangu. Nimebaki mwenyewe. Nimebaki mwenyewe. Moyo wangu unalia. Nimemsikiliza mama, nimemsikiliza na baba pia. Ila lengo lenu moja ni kwa ajili ya kumpata mtoto wenu. Kwa hiyo nilikuwa naomba tushirikiane nyinyi pamoja na mimi. Na kila kitu kitakuwa sawa. Na mtoto wenu ataweza kupatikana. Nafikiri mtakuwa mmenielewa. Sitoweza afande. Siwezi kushirikiana na huyu mwanaume. Huyu sio mtu, huyu ni mbwa. Ana mengi alionifanyia ambayo hapa siwezi kuyaelezea afande. Yaani nina mengi ananiuma sana huyu mwanaume. Siwezi kabisa kushirikiana na huyu mtu. Unaona afande.
Ndio maana nilikwambia kuna muda ukitaka kutuita, tuite kila mtu peke yake. Mimi mwenyewe usimpendi. Yaani ningelikuwa na uwezo ningebadilishana na mtu hata kiroba cha mkaa. Nikampa yeye akanipa kiroba cha mkaa wanatumia nyumbani. Sitakenda kushikiana na wewe. Yaani siku nyingine tena ukitaka kuniita hapo huyu asiwepo. Yaani hapo kwanza imeshachafua hali ya hewa. Mimi naona niondoke tu hapa. Kisokolo kwenye rambwisu. Wewe. Afande, nisamehe sana. Najua nimeongea vitu vingine ambavyo nimekukwaza, lakini sitoweza kushirikiana na yule mwanaume. Simpendi hata kumuona. Siku nyingine usinikutanishe naye afande. Samahani. Naelewa unachokizungumza na maumivu unayopitia. Usijali mama, kila kitu kitakuwa sawa. Basi mimi nikutakie siku njema. Sawa na wewe pia afande. Sawa. Nashukuru. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo. Oh, hey sister. Hey. Hey sister. Oh, sister. Hey. Vipi? Hata mchezo kufa. Vipi, una kifadula au una degelege? Vipi? Amsha kabla yani hatujaongea tu hii. Ananyanyuka. Wewe. Umekuwa ukitegua mitego ya watu kila inapotegwa, lakini awamu hii huu mtego nilioutega ni kisiki cha mpingo. Kwa sasa acha ukawe mtumwa wangu.
shika hapo bwana sasa. Sikia nikuelekeze Brigadier. Hapo nyame nilikuwa nishakubali unatoka hapa wote Winji Works mpaka town. Lakini mimi roho yangu imeshakataa kabisa. Na mimi roho yangu ikikataa siwezi kufanya maamuzi bila kubaliana na roho yangu mimi. Kutokana na vipi? Mimi kule nimeharibu. Kwa hiyo nikienda tena kule nenda kukamatwa nenda kuishia utuo. Kwa hiyo mimi siwezi kutoka hapa tena kurudi kule town. Mimi nabaki hapa hapa sila. Wewe kama utaenda wewe nenda tu kaendelee kusangala ila mimi hapa sichomoki. Wewe mwanangu ujue mtoto wa kiume ujue. Inabidi ukaze mwanangu kipunje ujue. Mimi na tujapanga hivyo. Tumepanga tuongeze tu town. Tukafanya harakati zetu kiwinji. Sawa. Sasa vipi kama hivyo je unakaa wewe unakaza mwanangu Central maisha gani mchizi wangu? Sikia nikuelekeze mwanangu Baruza. Wewe unaongea unachukulia poa tu. Lakini kule utuo sio kuzuri hata kidogo ninavyokuambia. Kumbuka yule mtoto wetu sisi tumemzika pale. Tena hatujamzika sisi tumefanya kufikia tu kama tunafikia mzoga ujue. Anatoka hapa tena anaenda kule kunuzisha madawa kulevya. Mimi nikikamatwa naisha sinaenda kupotelea wewe nani segelea kule uraiani sionekane. Mimi bora nibaki hapa tu. Mimi nitaenda kijiji chochote nitajipigilia, nitalima mahindi, nitauza karanga, nitafanya chochote tu limradi maisha mengine yaende. Kuna maisha baada ya usela bichi boy. Kurupuka usiishi maisha ya ndotoni. Sasa mwanangu sela ndo unaondoka au vipi? Nakwambia kurupuka. Au unaniacha mwanangu ile? Usiishi maisha ya ndotoni ni kurupuka. Sasa ni kurupuke vipi mwanangu hata ushamba tena? Ila kama kweli huyu kaongea kitu. Na kweli mimi nikifika kule mwanangu zakale dakika mwisho nikapigwa mapingu. Na vipi kuhusu blaza? Begi langu akija kugundua kama kuna madawa itakuwa fezea. Yaani fezea juu ya fezea. Bwana rudi zangu nikamende na mwanangu. Oya wewe kipunje. Hivi wewe unaweza ukaniambia ilikuwaje mpaka ukamwingia mongoni yule mtoto wa watu? Wewe mjui yule binti alitaka kunivamia. Kwa hiyo mimi nimeona bora nimsukumize. Ndo kadondoka ndo hivyo. Wewe jitu lenyewe unaona lile tu kwenye watu kunyema, lakini mjitu kama hili inakuaga tayari ishajifiaga. Wewe umeenda kujitafutia kesi. Yaani wewe shoga yangu unapenda matatizo wewe. Kwa kuwa shamu kunisaidia naomba unisaidie tu. Na kuomba tumetoka ndani. Tunaondoka. Naomba tuwe makini barabarani Munila. Tufike mpaka nyumbani kwangu. Nichukue nguo tuondoke Goba. Munila naomba tuondoke. Tuondoke. Mume wangu mzee Manembo. Mimi nataka kujua ni changamoto zipi unazopitia kwenye kazi yako. Maana umekuwa msiri sana kunificha mambo yako. Kwa sasa nimeridhia kuwa mke wako. Mke wangu Chaupele. Hicho unachokisema kimetoka katika moyo wako? Kweli? Safi sana. Hivyo ndivyo nilikuwa nataka kwa muda mrefu. Na nimefurahi sana kusikia kwamba upo tayari kusaidiana na mimi. Labda nikwambie tu kitu cha msingi. Cha kwanza nataka nikutambulishe kwenye chama chetu. Nitafurahi sana mume wangu. Mbona umekubali haraka sana? Mimi si mkeo bwana. Sio hivyo mpenzi wangu. Nakupenda sana. Nakupenda pia bibi. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, nani atasimama wakati upepo unavuma?
Da. Na muda mrefu sijafika huku shambani. Ila mazao yamestawi kweli yani. Kipe kajitahidi kulima. Ila mpango wangu siwezi kustopisha. Na kama nimeamua kuingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye anaonesha hisia zake za dhati kwangu, sina pa kuanzia, na changu ndicho natakiwa kinisaidie. Natakiwa niuze shamba, nikauze nyumba. Mungu tu anisimamie juu ya hili, maana nimekubali nitaondoka naye Niza, lakini sina pa kuanzia kama ambavyo nawaza. Lakini hichi ambacho nataka kukifanya kipo sahihi kwangu, maana si dhulumu cha mtu. Na kama Kipe akisema hadisi, yule nitamtuliza tu kwa hela ndogo endapo akinipata. Moyo wangu tulia, ushapata tulizo lako, maana ndio hapa nafasi walichezea. Niza mama, uwanja wako. Ninapokuona moyo unadunda kama ngoma ya jadi inavyogonga, tabasamu lako jua linapozama, nafsi yangu Wewe, yani badala ya kulima unakaa chini, ndicho kilichokuleta hapa. Sehemu yenyewe ulilima ni ndogo sana. Yaani hapa hivi ndio unajiona mwenyewe umelima. Hiyo sio kazi iliyokuleta hapa ya kukaa hapo kwenye shamba langu. Na mbaya zaidi unaegemea kisamvu changu ambacho mimi nimekigaramia. Unajua gharama yake mpaka unakiagamia hicho kisamvu. Yaani naongea na wewe, unajifanya wewe usikii ama unioni. Sasa nisikilize. Leo ndio mwisho wako. Haya. Nyanyuka wewe kisokolo kwinyo. Firdaus, damu ya nondo. Leo uko na mwamba hapa. Sasa nataka nizime kila kitu. Maana wewe ndio ulikuwa afande mwenye kihelehele. Ukijifanya unataka haki sana kupitia swala mwanangu. Maafande wenzio wanakutafuta. Na kuna wengine wanasema kwamba umesafiri. Ila wapo baadhi wanaoamini kuna mahali umeenda kwa muda mfupi na wanaamini utarudi tu. Sasa nataka niwazime kabisa. Wewe pamoja na wao ili wasijue wapi ulipo. Na usipate chance hata moja kuonekana kwenye kituo chako cha polisi kwa sababu una kelele sana. Ili utambue swala mwanangu sio la kulifuatilia. Leo nataka nikuoneshe mimi ni nani. Mimi ndio Manembo, Firdaus, damu ya nondo. Unaenda wapi kati dadako kwa kukataza kutoka? Naenda zangu dukani nje kuandaa chakula. Vipi, kuna shida kwani? Unapata wapi nguvu za kwenda kupika chakula wakati hujui dadako yuko wapi? Wewe unajua kilichomtokea? Asa ngoja nikupe mchapo. Dada yako kanikuta njiani, kaanza kuniongelea maneno ya shombo. Kaona haitoshi, kanipiga mtoto watu karibia kufa. Nimebamiza umbichwa wangu, akili zenyewe zilizobaki mbili, ya kuvuka barabara na ya kula. Anataka aniue. Sasa kwa taarifa yako, ili kumkomesha ajue kwamba mimi ni nani, nimempeleka huko rumande akakutana na manyapala na hatoki mpaka nitake mimi. Manunu, unasemaje? Sijakuelewa vizuri. Dadangu upo selo? Kama unisikii niambie nikununulie kipaza sauti ili nikiona ongea unisikie vizuri. Dada yako kajifanya bausa sana, kanikuta njiani, kanipiga. Nilichokifanya mimi, nimeenda polisi kuchukua alabi. Eti nakutana na njiani anataka kutoroka. Mapolisi wamemkamata. Kwa dada yako yuko huko selo. Na kama hicho chakula unachokiandaa, andaa kingi.
umpelekee dada yako Sero, na hisi mpaka sasa hivi bado ana njaa. Mimi ndio Nunu. Mlingoti bati bendera bati. Timu ya mtu mmoja, kiboko ya Wambea. Nunu. Yaani sijatarajia kama mtu nilikuwa namsubiria hapa ni wewe. Wewe si Kataristi? Ndio. Naitwa Kata. Lakini jina la kuzaliwa naitwa Steven Benedicto Kasolo. Mtoto wa mwamba Benedicto Kasolo. Wewe unanifahamu kama Kata. Mpenzi wake Mimena, shemeji yake Josefina. Sadi amekufuata mara kadhaa kukwambia kupambania kesi ya Odo ambaye kaka yake ni Steno. Lakini wewe umetoa maneno mengi kusema kwamba kazi ni ngumu. Unatumia akili nyingi. Sasa wale watu ambao walikuwa wanamwagiza Sadi, mimi ni mmoja wapo. Namaanisha kwamba mimi ni mkuu wako wa kitengo. Na nimeanza kupeleleza hiyo kesi muda sana. Ila nimeambia Sadi akwambie wewe ili uweze kuwa mtu wa chini ambaye unafinya kwa chini chini na kutafuta sababu kubwa ni nini. Uzuri Sadi aliweza kunifanikisha na kukwambia. Lakini baada ya kuona kesi imekuwa ni ngumu sana kuipeleleza, nikaamua nibadilishe muonekano. Kwa nikiwa kazini ndio nakuwa kama unavyoniona. Nakupa fundisho lingine kwamba kwenye maisha ukiona plani A imefeli, tumia plani B kufanikisha lengo lako na sio kukata tamaa. Unielewa? Sawa, nimekuelewa. Lakini bado naendelea na upelelezi. Na hisi very soon nitapata majibu yaliyokamilika. Wonderful. Hizo ndo kauli za kishujaa kwa watu wenye kutafuta na kutaka kujua ukweli. Nafurahi sana hata mimi kwa sababu naona kabisa naenda kulikamilisha jambo. Yaani kama ni bahari tunakaribia kufika kwenye nchi kavu. Basi sawa, unaweza kaenda. Acha mimi niingie kazini. Poroto. Yes baby, hello. How are you? Come now. Mama we. Nolelwa. Wewe ni nani? Haupaswi kunijua. Ila nataka nikulambe ili babako aje na yeye nimuonyeshe kazi. Maana amekuwa akimsumbua sana baba yangu. Sasa hii ni zamu yake. Hivi kwa nini bado mnaendelea kufanya ubaya? Naona huruma ilipofikia panatosha. Inabidi niwaonyeshe kwamba mimi ni nani. Utanifanya nini? Wewe huna cha kunifanya. Mimi ndio Tuke mwana wa Kojaga kutoka Sumbawanga. Maana yake tupa uchawi. Tuli kaka. Ashi. Tuli kaka. Ashi. Tuli kaka. Ashi. Kaka Steno, samahani,
Naomba ruksa yako nitoke nikanyoshe miguu. Muda mwingi nimekaa sana ndani, kwa hiyo mwili wangu nasikia kama umejipinda na kuomba. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja mdogo wangu. Mimi nakupenda sana. Tena sana. Kwa hiyo mimi siwezi kukupinga hata siku moja. Unakoseaga sehemu ndogo sana ukiwa unatoka bila kuniomba ruksa. Mimi mbona ukiniomba ruksa sina shida. Na kuruhusu neno unapotaka kwenda, ila kwa sharti. Kwanza usichelewe kurudi. La pili, inabidi utambue sasa hivi wewe ni mchumba wa mtu. Soon unakwenda kuolewa. Kwa hiyo stala ndo kila kitu unapokwenda. Sio tena watu waanze kukutongoza huko tena uanze kuvunja uaminifu wako, utanivua nguo kakaako. Kwa makini sawa? Wala ondoa shaka, siwezi kukuangusha kwenye hilo. Nitafuata hivyo ambavyo unataka. Lakini kaka, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini umevaa kipenzi kifupi kiasi hicho? Mdogo wangu, wewe unajua kaka yako mimi sela. Tunaheshimu mwezi tu. Lakini mbona hata hivyo niko nyumbani tu hapa. Hamna mama yote ile. Wewe nenda unapoenda bwana. Sawa bwana, baadaye. Dalili za mvua zimekuwa kiza. Jua limeji Sema. 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 Shuka. Mbona umekuwa na sikio la kufa? Hiki kiburi umekitoa wapi? Niseme mjomba. Nina madhumuni yangu, nitaka kuondoka nyumbani. Sasa nimekusaidia kwa mara ya pili. Endapo utarudia tena makosa yako, usije ukategemea msaada tena kwangu. Sasa nakuamuru utoke hapa muda huu na uelekee na safari ambayo ulikuwa unakwenda. Usije ukageuka nyuma na kugairi safari hiyo. Ondoka. Wadudu, sasa umekuwa. Sikutegemea kama ungemleta ndugu yako wa damu hapa, sehemu ambayo tulikuwa tunahitaji umlete. Hivyo sasa ndivyo unavyotakiwa uwe. Na umenielewa Wadudu? Safi sana. Yasmini, kijana sasa hivi amekuiva. Sana kabisa sana. Huyo kijana shujaa tena shupavu. Mpaka kumtoa ndugu yake wa damu kuja kumleta hapa. Ujue kakuwa sana na shupavu. Lakini pia nimefurahi kumleta mke wako hapa. Jeshi linazidi kuongezeka. Hapa tulipo tupo 4. Akiongezeka Kojagali na mtoto wake yule, tutakuwa 6. Jeshi limetimia. Mzee Chino hata tushinda tena. Mimi ninafurahi sana wazee wangu.
kwa ajili ya siku hii ya leo. Naamini kupitia hii kafara ya mdogo wangu kila kitu kitakwenda kukaa sawa, umaskini na wadudu kuisha. Sasa nyanyuka hapo, kata kucha za mdogo wako kutumia mdomo wako, afu zilete hapa. Sawa sawa. Haya, bila kuchelewa, fanya kama ulivyoamriwa, wadudu. Amekuwa zima zima la tete mama, zima 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 la tete mama, zima 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 la tete mama, zima 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 la tete mama, zima 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 la tete mama, zima zima oh zima zima la tete mama, zima 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 la tete mama, zima zima. Sasa kilichobaki tuleni nyama. Hapa tutakula baadaye. Mke wangu Chaupele, sasa upo kwenye chama chetu rasmi, na hizi tunazokula hapa ni nyama za watu. Vipi mke wangu, upo tayari kula? Takula mume wangu. Amekuwa na yeye. Haya washirika, tuanze kula nyama. Nyama ya mtu ni tamu, nyama. Nyama ya mtu ni tamu, nyama. Oh, nyama ya mtu ni tamu, nyama. Nyama ya mtu ni tamu, nyama. Oh, nyama ya mtu ni tamu, nyama. Nyama ya mtu ni tamu, nyama. Yakuza, nimekuita hapa nikukabidhi mzigo, na ninakukabidhi kwa sababu kwa sasa hivi pale nyumbani kuna harakati za shughuli yangu ya kuolewa. Kwa hiyo nisingependa mwanafamilia yoyote yule ajue kazi gani ninayoifanya. Hizi ni dawa chache zilizobaki kati ya zile tulizofanya biashara. Japokuwa nyingine zimetoboka, kwa ndo maana kidogo briefcase imechafuka. Kunaomba tuufiche mzigo mpaka pale harakati zangu za harusi itakavyoisha, basi tutaurejea na tutaendelea kufanya kazi. Tulioficha ni mimi na wewe, na nimekushirikisha kwa sababu na kuamini. Nisingependa lolote livuje tulilolifanya hapa. Sawa da sister, ondoa shaka. Hapa ulinzi kama Guantanamo. Poa, tondoke.
Halo? Niza mama. Sasa mwanangu umeenda wapi? Na hii tabia yako ya kutoka bila kuaga si nishakukataza? Ona sasa. Wewe umetoka, Kiepe naye katoka. Na mmeacha mlango wazi, mmesindika tu na mimi najua kabisa nilikuwa shift ya usiku. Umeenda wapi mamangu? Yaani mama, nimeamini wewe ni mtu mbaya sana. Wewe sio kukaa na siri muda wote huo. Kumbe ulikuwa unatoka na Kiepe na usemi. Kipindi chote nakuelezea hisia zangu juu yake. Unanifanya huyo akufai, sio mwanaume sahihi kwako. Kumbe ulikuwa wewe ndo unatoka naye, si ndio? Mbona mama ni mkatili wewe? Umeshindwa kuangalia hisia za binti yako. Unajijali wewe kama wewe. Sasa basi, nimeamua kuwa na mwanaume ninayempenda. Mwanaume ninayemhitaji katika maisha yangu. Kwa hiyo, sitaki unitafute mama kwa chochote. Niache na maisha yangu na mpenzi wangu. Niza! Niza mama! Niza! Kwani mapenzi nyoko. Mapenzi. Unaminya nyanya, unachagua bilinganya. Nimemkosa mtoto. Nimekosa nayo mapenzi ambayo nilikuwa nang'ang'ania. Kiepe, wewe kunifanyia hivi. Mwanangu. Nashukuru sana kwa kunielewa na kupata matakwa yangu. Hivi kuanzia sasa uko huru. Yaani namaanisha nishakutoa katika kile kifungo. Unaweza kuendelea na maisha. Asante kwa kuniweka huru. Maana kilikuwa kilo changu cha muda mrefu sana. Farihia, nadhani tushamaliza jukumu hili. Kinachofuata ni kuendelea na majukumu mengine. Tuondoke kwa muda huu. Unaweza kwenda. Asante. Mama! Mama! Sawa, nyumba nimeiona na ni nyumba mzuri tu. Itanisaidia sana kuweka pembejeo na nafaka kwa kuwa mimi ni mkulima. Mimi niseme tu mzee wangu, nashukuru kwanza. Umeona kufika hapa na hichi ambacho tunakifanya, naona kama unazidi kunisupport kama mwanao, kwa sababu nina shida na shida yenyewe inahitajika ni solve mapema sana kwa haraka. Kwa nyumba kama ulivyoitazama bado ni nzima. Sema tu kama ambavyo umeona kule mwisho wa mipaka sikupata nafasi ya kuweka bikoni, kwa hiyo utajitahidi uweke ili msingiliane na majirani wenzako. Kwa hiyo itakuwa inapendeza sana. Kwa hiyo hapo nakusikiliza wewe sasa. Sawa, nimekuelewa kuhusu swala la mipaka. Vipi kuhusu swala la shahidi? Kuhusiana na shahidi, unamwona yule binti? Yule ni familia yangu, ni ndugu. Kwa hiyo hata hichi ninachokifanya shahidi hawezi akatoka mbali na wakati ndugu yupo. Mimi ninachokiona tutoke hapa twende nyumbani kwako, naona na wewe ukawe na shahidi wako ili tukamaliza kabisa mambo yote. Kwa hilo usiwaze kuhusu shahidi. Hapa cha kufanya, ngoja niingie ndani nichukue hati ili uweze kuipitia. Sawa, dakika moja. Haina shida.
Yeah. Iko vizuri. Sawa. Mimi nadhani tusipoteze muda mzee wangu. Nisubiri dakika kadhaa nikazungumze nao ili tuondoke tukamalize ile jambo kwa wepesi. Mishi huyo. Nizengea nikachukua mizigo. Kumeshawadia. Kumekucha. Sasa mdogo wangu Mishi, kama unavyoona hapa nimekuja na huyo mzee ni kwa ajili ya mazungumzo yangu mimi na yeye. Ili eneo nimeliuza. Kitu ambacho nakushukuru tu wewe ni umeangalia eneo letu vizuri, nyumba iko vizuri. Nakushukuru sana. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila kwenye hili swala mpo wawili. Hivi Kakipi anajua hili swala? Yaani kitu ambacho natakiwa ukifahamu, mimi nilipotoka hapa nilienda mjini kwa ajili ya kuandaa mazingira fulani tubadilishe makazi. Unajua tena, wanatoka wazazi wamefariki. Naona kuna mambo yanaingiliana sana ya kusawa upande wetu. Kwa hiyo nilitangulia mambo niliyaweka sawa. Na Kipe nilimpigia simu, akanifuata kule na anakusalimia, atakumisi sana. Nashukuru sana na sija kuuliza kwa ubaya, nimeuliza tu ili nijue kwa sababu unamjua Kakipi. Akija hapa ataanzisha timbwili. Kama mmeelewana ni jambo la kushukuru. Basi sawa, ila tu cha kuzishika hapa kwanza. Maana ona umekaa mpweke sana. Sasa hii utaenda uangalie chochote kitu, utanunua hata misapagulo. Asante kaka. Utanisusa. Asante kaka, nimeamini kweli watu wanabadilika. Kaka umebadilika sana. Mungu akujalie zidi kukuzidishia. Inshallah. Asante. Mzee, tuondoke. Kwa hiyo. Kwa hiyo kaka. Asante. We mchokozi. We mchokozi. Shikamoo dada. Marahaba. Dada ulienda wapi? Dada ulienda wapi? Maana nimekuja hapa sijamuna mtu wote, nimekuita wewe kimya, Kiepe kimya. Na vitu vingi sana kichwani vinanichanganya. Kwa hiyo usizidi kunipa hasira. Naomba unisamehe sana. Najua nimeondoka nyumbani bila kukuaga. Dada, huko nilipoenda nimeibiwa kila kitu. Yaani hapa unavyoniona sina chochote kile, dadangu amenisaula vyote. Yote ni makosa yangu. Nahitaji baraka zako dada yangu. Naomba unisamehe, sirudi tena. Wewe unasemaje? Hivyo mchokozi una akili wewe kweli wewe? Yaani mimi nijue vitendo hivyo. Anatakiwa afanye yule mwanao, mtoto mdogo ambaye hajielewi. Lakini sio mtu mzima. Mbona mnataka kunichanganya mimi niwe taila? Unavyoniona hapa? Nimetoka kuongea na Niza. Ametoosha na yule mfanyakazi wetu yule Kiepe yule. Alafu na wewe eti unakuja kuniambia, "Dada, nimeibiwa." Wewe si uliondoka hapa? Mama, nenda kwa walimwengu. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Kama ulivyokuja, ondoka hivyo. Usinitibue. Dada, umesemaje? Nisija kusikia msemaje? Nilichokisema umekisikia. Dada, sema unanidanganya. Kiepe kaondoka na Niza. Dada, unanidanganya. Dada, Kiepe, dada unanidanganya. Sema unanidanganya dada.
Aka? Kiepe tena? Mchokozi, wewe na Kiepe kuna nini kinaendelea? Yaani mimi nakwambia vitu vya Niza kaondoka na Kiepe bila umlilie ndugu yako, namlilia Kiepe. Dada, naomba nisamehe. Sirudi tena, nitaenda wapi dada? Niko chini. Kiepe! Nitaenda wapi? Toka kwangu! Toka kwangu! Inamaanisha Kiepe alikuwa na mahusiano na Mchokozi. Kiepe tena Niza. Kiepe mimi. Kiepe. Mwanangu Nolelwa. Haina haja ya kupoteza muda. Inabidi tuondoke. Sawa. Ila we tangulia naye huyo nyumbani. Acha mimi nimalizie kazi iliyobakia. Madongo nisoko lango, wajendwe madongo we moto, madongo we natokoja moto aje, bitimini wao maniponja, manembo mumaniponja nyinyi jameni aja. Shemeji. Habari yako? Safi. Karibu. Asante sana. Naona umekuja kutimiza wajibu wako. Karibu sana. Sivyo hivyo ninavyofikiria. Bali nimekuja kugailisha ndo. Shemeji, kama sijakuelewa vizuri. Unajua hacha masiara. Tupo kwenye jambo la serious na siku zishakuwa zinaondoka sasa. Sina utani na wewe. Na wala sina masiara na wewe. Lakini kama ukijua tu kwamba humu ndani unafuga mtu ambaye anajihusisha na madawa ya kulevya. Na sio madawa ya kulevya tu, bali anaua. Unajua ustazi, dhahiri kabisa leo umekuja kwa ajili ya masihara. Nafuga mtu ambaye eleweki, nafuga jambazi ndani mwangu. Jambazi ni nani sasa? Maana humu ndani tunaishi wawili tu, mimi na mdogo wangu. Ina maana mimi ni jambazi au? Najua ulikuwa ndani ya giza. Sasa nakupa ukweli. Sasa hii ni nini? Hii ndio kazi anayofanya mdogo wako.
Steno, una cha kuzungumza kuhusiana na mdogo wako? Hongera ustazi. Asante mkuu, ndio wajibu wangu. Ukweli ni kwamba mdogo wako amejihusisha na vitu vingi vibaya sana. Hajiriki paka kunichukua mimi kunipiga pamoja na wenzake, lakini hakujua kwamba mimi niko kwenye mzumuni gani na lengo gani. Mdogo wako anajihusisha na uuzaji wa madawa kulevya, lakini pia anahusika na mauaji ya watu kadhaa. Ulifanyika upelelezi mkubwa sana, lakini hatukuweza kumkamata. Na ili tuweze kulikamilisha hili, ilimtumia mtu wake wa karibu sana ambaye ni ustazi na kuzungumza naye. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa hali? Alhamdulillah, vipi hali yako? Mimi niko sawa. Lengo la kukuita hapa, nataka nikupe kazi. Ni muda mrefu sana tumekuacha mtaani, wakikufahamu kama Ustaz J. Sasa nakurudisha kwenye misheni. Bila shaka unamfahamu Odo. Yule binti ana vitu vingi sana vibaya anavyovifanya. Sisi kama serikali hatupendi kabisa. Anajihusisha na uuzaji wa madawa kulevya, lakini pia anafanya kesi za uhaini mpaka kuteka watu. Sasa dili lililopo, tuingie mezani, inabidi ufanye harakati za kumuoa. Muda huo unafanya uchunguzi ili tuweze kulikamilisha hili. Sawa, nimekuelewa. Najua siwezi kuipinga kauli iliyotoka serikalini, ni kwa sababu nimekula kiapo. Haijalishi mimi nafanya nini, na kweli nimetulia mtaani muda mrefu, kwa tuko pamoja. Haya, tuingie kazini sasa. Sawa, tunaruhusiwa kuigiza maisha, lakini chunga afya yako. Wajibu ni muhimu sana. Asante. Kwaheri. Nadhani mpaka hapo mtakuwa mshanielewa kwamba huyu ni mtu ambaye hafai kabisa kwenye jamii. Anatakiwa apelekwe rumande. Sasa maelezo mengine utayapata kituoni. Tunaondoka nayo. Wewe, mara ngapi nilikuwa nikikuhonya? Mara nyingi nilikuwa nikiongea na wewe mdogo wangu. Unaona faida yake sasa? Unaona faida yake? Ilikuwa unatoka nyumbani bila kuaga, unajitokea tu. Kumbe hizo ndo mission ambazo unazifanya mdogo wangu, si ndio? Unataka naonekana mimi sio kaka bora kwako, Unataka naonekana kwamba nilikuwa sikurei vyema, si ndio? Mdogo wangu, sio kunivua nguo tu, unanizalilisha. Nini kunafanya sasa? Kaka, naomba nisamehe. Nikusamehe mimi? Hello? Ya, unaongea na afisa mpelelezi hapa. Ndiyo, almaarufu kama Kata. Na kuhitaji mtaa wa namba 45. Kuna mtumiwa. Ndiyo. Asante kiongozi. Sadi. Hakikisha unamtaitisha. Sawa mkuu. Mkuu, vipi kuhusu wenzake? Yeye mwenyewe atatuambia wapi pa kuwapata.
Subira, hizi ni kucha zako, ninazizika hapa chini. Ninachokitaka usiamke maisha yako yote, na nimefanya hivi lengo nipate hela. Kwa hiyo popote nikikuagiza pesa uwe unafuata kwa haraka. Subira, kwisha habari yako. Wadudu. Umelizika na nafsi yako, yaani kisa mali, kisa majumba, umeamua ndugu yako niteka fala, si ndio? Kaka Obi, kwa nini usingesubiri tupambane mimi na wewe? Mpaka unaamua kunifanya kitendo cha kikatili kama hiki? Sio hivyo mdogo wangu. Subira, ni tamaa za pesa tu mdogo wangu. Wewe mwenyewe nadhani ulikuwa unaona tulikuwa tunashinda njaa, tunalala njaa. Kwa mimi nikaamua nijisacrifice nikutoe wewe, alafu kizazi chetu huko kisije kuishi kama sisi tulivyoishi. Kwa nilikufanya wewe kama daraja mdogo wangu, samehe tu hapo. Unasemaje Wadudu? Yaani mimi na wewe tunakutana kuzimu. Subira, yoga wala nicha ndafue yamwe. Subira, umeingia kwenye tumbo yangu. Mimi nilijua tu haya mambo yangu yote yanaharibika kwa ajili yako. Hata yule mke wangu wewe ndio ulimtorosha. Hivi unajikuta wewe ni nani kwenye hiki kijiji? Maana kila jambo ninalofanya wewe unakwenda kulizuia. Sasa ni muda mrefu nilikuwa natamani sana nikutane na wewe. Sasa leo umejileta mwenyewe hapa nyumbani. Ni siku ambayo nilikuwa naipenda sana itokee. Mimi ndio Manembo. Leo nataka nikuoneshe mimi ni nani, wewe Kisokolo Kwinyo. Mpaka unaniona nimekanyaga kwenye ardhi yako, basi ujue nimejiandaa kwa lolote. Nilikuwa nikiwalea sana kulingana na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, ila kwa mlipofikia, acheni nianze na nyinyi, kisha baada ya hapo nitaomba toba kwa Mwenyezi Mungu. Lambu wewe Kisokolo Kwinyo mnyamidevu. Yaani mimi nazungumza alafu wewe unaniletea jeuri. Sasa acha nikuoneshe mimi ni nani. Kwa wakati tulionao sasa, sio wa kufanya mzaa mbele ya maadui zetu. Unatambua kabisa kwamba huyu ni mmoja kati ya maadui walikuwa wanatusumbua sana na ana wafuasi wengi. Ingekuwaje kama angetokea mwingine nyuma yako na kukusambaratisha? Unadhani nini kingejiri? Inakubidi uwe makini. Tuondoke.
Jendo, nimekuja kwa kukuomba msamaha kwa matukio yote niliyoyafanya. Naomba nisamehewe. Najua uchawi nilikuwa nao, lakini kuanzia leo uchawi basi ninauvua. Mateso ninayopata ndani ya mwili wangu najua mimi. Naomba mnisamehe wote niliowakosea. Wote. Uwe na uhakika na hicho ambacho unakiongea. Isiwe unatumia mbinu ya kunizubaisha mimi ili ufanye tukio, na kuhakikishia ukifanya hivyo hapa hapa na kunyonga. Naongea ukweli kabisa, natubu mbele ya Mungu. Kuanzia sasa uchawi basi. Basi uchawi basi. Kwa wakati huu sasa mimi na uji zangu jinini. Nadhani ama mambo mengine yalobakia unaweza kuyamaliza. Ili mimi nikaendelee kumtibia sio kisha nirudishe mahali hapa. Na niendelee na majukumu yangu mengine. Sawa, nimekuelewa. Lakini kabla hujaondoka, ningeomba tumzindue huyu alolala hapa chini. Kisha baada ya hapo uendelee na safari yako. Nashukuru kwa uwepo wako na kushirikiana nami kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Tulia. Usiwe na wasiwasi. Jukumu lilobakia ni kwako. Nitaanza na wewe alafu kisha niteketeze hivi vitu vyako. Isipokuwa sio kuja kwangu tu kuomba msaada. Inakubidi utubu. Na imekuwa vema, huu ni mwezi mtukufu. Unatakiwa kumrudi Mola wako. Na endapo ukirudia tena kwenye haya maswala, basi ndio mwisho wa uhai wako. Twende tukateketeze vitu vyako. Madam Boni. Karibu. Asante. Vipi Stena? Safi. Karibu kae. Mimi hapa hata sija kukaa, maana nina haraka kidogo. Nimekuja kukumbusha ile swala langu la uwekezaji. Maana na Ramadhani hiyo inaelekea kuisha. Naogopa mtu mwingine sija kawai. Madam Boni. Kwa kweli bado naliwazia sana swala lako, lakini kwa sasa hivi siko sawa kabisa yani. Kwa hiyo siwezi kujadili kitu chochote kuhusu ile ombi lako. Hivyo unavyoona hapa naelekea kutafuta mwanasheria. Mdogo wangu amekamatwa jana. Na sio tu kukamatwa, amekamatwa akijihusisha na biashara haramu. Mdogo wangu alikuwa anafanya biashara kuuza madawa ya kulevya. Odo alikuwa anajihusisha na madawa ya kulevya? Hata mimi sikuamini kama ambavyo uamini wewe. Na sikuambiwa tu na watu. Askari alimfuata hapa nyumbani kwangu akamkamata na vithibitisho pia nimeonyeshwa. Kwa hiyo mdogo wangu hiyo ni biashara ambayo alikuwa anaifanya. Yaani hapa nilipo nimechanganyikiwa vibaya mno. Hivyo mimi nadhani ni uendelee kuwa na subira. Nilipambania kwanza swala la mdogo wangu. Dhamira ya kukutoa pale nyumbani na kukuleta huku ni kuhitaji kuzungumza na wewe nje na pale.
Mara ya mwisho nilipokutana na wewe, nilijaribu kukuuliza kama wewe ndio wifi yangu, lakini ulinikatalia. Ukaniambia unawekeza hisa kwa kakaangu. Lakini sidhani kama hiyo nia anayo. Mimi naona hayuko serious. Anakuzungusha zungusha tu. Unajua sisi ni wanawake. Na kama wanawake tunatakiwa tufanye mambo yetu kwa ushirikiano. Hasa wewe unaonekana ni mwanamke mpambanaji sana. Yaani una maana gani? Nifafanulie zaidi ili niweze kuelewa. Maana yangu mimi ni nzuri. Mimi kuna biashara ninayofanya. Nahitaji kukushirikisha. Ukiwekeza hisa zako, utafurahia mavuno. Ni biashara gani? Usijali, biashara yetu sisi haiui. Isipokuwa ukiwekeza pesa yako, unaipata papo kwa papo. Tunaongelea mchezo wa pesa, sio? Na upenda. Yaani kama ni pesa, hizo mimi ndo nazihitaji. Na ndio maana nilikuwa nataka niwekeze kwenye kampuni anayofanya kaka yako. Na hata kama unahitaji pesa zangu, mimi mwenyewe naweza kufanya kazi. Siogopi chochote. Nafurahia umelipokea wazo langu na kulikubali. Isipokuwa kwa sasa siwezi kukuelezea ni biashara gani mpaka nitakapokukutanisha na wenzangu. Kwa sasa naomba nikusindikize. Nitakutafuta kwa wakati mwingine. Vipi? Uniamini? Hamna. Twende. Pole sana, lakini inatakiwa usali tena ufunge kabisa. Kama na wewe ungeshawashika kuingia kwenye ule mchongo, hivi ninavyokuambia sijui ungekuwa wapi sasa hivi. Maana baada ya kukamatwa tu ameambiwa hawataji na wenzake ambao anafanya nao biashara. Kuona mimi na wewe ungeingia ungetajwa. Pole sana. Kweli ningeisha. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu maana ananipenda sana. Steno, mimi kuanzia leo nitastiki na hizi biashara zangu ndogo ndogo ambazo zinaniongezea kipato. Na kuomba baba, maliza swala la mdogo wako. Ili swala langu mimi uliweke kipaumbele baada ya hapo. Usijali kuhusu hilo. Swala lako bado lipo kwenye akili yangu sana. Tuombe tu Mwenyezi Mungu aweke nishani zake niweze kulimaliza hili jambo salama. Mimi nadhani baada ya hapo tutafanya biashara, usijali. Sawa. Acha mimi niende. Karibu tena. Asante. Karibu sana Zu. Nimekutoa kule, nimekuleta hapa. Kule kwa sababu meneja hataki mimi niongeze mwanamke. Hususan ni wewe kukubali hata kidogo. Na pia yule mpangaji mwenzangu yule kimbiambia sana. Anafikishiaga habari kwamba mimi naingiza mwanamke pale santa moja. Ukijaga kama vile inakupa jao. Ondoa hofu. Hapa kwa mwanangu nilikuwa nabisha naye anatoka Kibelenge. Geto lake. Sasa tunafanyaje mamangu? Nafikiri kitu rahisi. Naogopa mwenzio. Sasa unaogopa nini? Umetoka huko kote umenipata mimi hapa. Acha noma bwana. Kwani unipendi mimi? Wewe utaka kuitwa mama? Mimi nataka niitwe baba. Baba Balilote au Balishime. Au tutamuita Almani. Msikia? Msikia. Sasa umetoka huko umenifuata mimi hapa. Sasa hivi nasema hivyo tu nini bwana, sio hivyo bwana. Alafu mimi sipendi wewe hivi. Msikia? Sio hivyo. Alafu najua ni mzuri sana. Ndio maana mimi sikuachi. Katoto cheusi nini? Kama Zuchu.
nimeshafika hapo, sio na haraka. Baridi basi, fanya la unataka. Mungu wangu, nifanye nini mimi Zuu? Mbona msaada na utafuta lakini sipati. Ni kama niko mwenyewe kwenye jangwa ambalo halina chochote. Haya, dada yangu naye yuko Central. Na sina uwezo wa kwenda kumwekea dhamana. Tumboni napo na kiumbe cha bajazi. Na sijui mpaka sasa yuko wapi. Inamaanisha nitalia mtoto ambaye hana baba. Inaniumiza sana. Mungu, niangalie na mimi japo kidogo. Huenda mambo yangu yakakaa sawa. Na bora ningemsikiliza dada yangu, niachane na dunia, nitulie. Huenda haya yote yasingetokea. Nimekuelewa unachokizungumza. Hata mimi najua kabisa kwamba unapitia changamoto kubwa hapo nyumbani. Lakini usikate tamaa. Kwa sababu changamoto hujaumbiwa wewe peke yako. Nikukumbushe tu. Maisha mazuri yapo akhera. Na ili uweze kuyapata inahitajika juhudi kubwa sana. Yaani maanisha uweze kusaidia watu. Hata kama una kidogo, mpe ambaye hana kabisa. Na ufuate msingi aliyoiweka Allah Tabaraka wa Taala. Hivyo tu akhera utaipata na utafurahika sana. Ustazi, niseme shukrani kwa kunipa darasa siku ya leo, na anakuombea kwa Mwenyezi Mungu upate kuwafundisha mamia ya watu, uwe shehe mkubwa, uwafundishe zaidi ya watu wengine kama ulivyonifundisha mimi. Niseme tu asante ustazi. Alhamdulillah. Na nitakufundisha dua nyingine ambao hii dua hata kama ukiwa na wasiwasi, unapohisi kabisa kwamba upo na maadui, unaisoma. Inatamkwa hivi: la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ustaz, asante. Inshallah yanamwombea Bajaza huko aliko. Najua kabisa kwamba Mwenyezi Mungu anamhitaji, bado anampenda, lakini nashangaa sasa hivi haji madrasa, hata kuswali kwenyewe imekuwa ni shida, na sijajua kinamsibu nini huko aliko. Nakusia hata wewe tumwombee sana dua. Najua tabadilika tu. Sawa ustazi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Mimi naondoka. Sawa. Imechafuka mioyo imepotea. Mungu muumbaji na mbingu za nchi. Hata kama mimi rangi yangu hadi unimulike unaniona, nasadakani kweli. Kwani napitia changamoto ambazo zinauzidi umri wangu mchanganyiko na miaka. Kweli
Kweli, eti tu bora hata nikizaliwa hata kwenye ukoo mwingine, sio ukoo niliopo. Unazaliwa na ni mtu umechangia kamfuko ka uzazi kamoja, baba mmoja, mama huyo huyo, hapo kana kufanyia usaliti ambayo upo nje tayari na utaratibu wa kuishi kiutu na binadamu kweli. Sawa. Sawa. Hey. Keep it. Wewe nani? Mimi Kata. Eti Kata. Wewe Kata na mjua mimi hayupogo hivyo. Mimi najua Kata dishi lake limechekeshwa limeyumba. Na wewe tena mbona huko hivi unataka kufanana na duniani hawi. Niambie tu wewe ni nani labda. Sasa huko nyuma unaangalia nini? Mimi naitwa Kata. Poroto. Jamaa siana. Poroto. Poroto. Asa unaendaga wapi sasa? Unaendaga wapi? Mbona nikawa nakutafuta muda mrefu sana sikuoni, asubuhi na mchana sikuoni tu. Kwa hiyo wewe ulikuwa unaniigizia maisha, si ndio? Mimi nimepata changamoto nyingi sana, natembea huku na kule sikuoni. Hadi kanusurika kubakwa na machizi. Kwani kumbe ulikuwa unaniigizia? Ni mbaya wewe. Basi natosha na wewe naye. Ushaanza mambo yako sasa. Takufungulia ukurasa mimi. Kipe. Na story ndefu sana kukuhadisia. Lakini kwa sasa hivi acha kwanza nikakununulie chips. Chips hii. Bale siku umenipeleka ukaninunulia bidhaa na chips. Sasa usimlie mtoto tata. Asimlie. Hapo vimetokea vitu vingi. Tukirudi na kuhadisia na mimi. Mama wewe. Wala ninezeke mbele. Yaani hapa natembea mwenyewe. Sio ukaniua kaka kiuno. Mwendo saluti. Mama wewe. Mzee Chendo, sikutegemea kama ungenipokea kwa mabaya yote niliyofanya. Najua wewe ni mtu mzuri sana, alafu pende watu wateseke. Niseme tu nakushukuru kwa kunitoa kwenye janga lile. Ninatubu kwa dhati sana kwa Mwenyezi Mungu na sitorudia tena. Nikirudia tena, Mwenyezi Mungu aichukue roho yangu. Sawa. Kama Bi Yasmini ameshaamua kwamba kutoka kwenye uchawi na kumrudia Mola wake, mimi ni nani nipinge? Kama ni bahari imeshatoa takataka zote, nimepeleka nje nchi kavu. Bwana, mwanzo wa bahari mpaka mwisho wa bahari ni hapa. Tukiendelea itakuwa ni Sidingo, ni series ambayo haiishi, lakini series ya bahari mwisho wake ni hapa. Tunawashukuru sana mashabiki mwanzo wa series hii mpaka kuisha hapa tulipofikia kwenye tamati yetu. Tunawashukuru sana sana sana, Mwenyezi Mungu awalipe. Awajazie kila kalma ambazo anazozijua yeye Allah. Kwa hiyo tunawaomba radhi kwa chochote ambacho kimetokea cha usumbufu, pia kuwaumiza mioyo yenu kuto kuwapostia kazi kwa wakati. Hizi ni changamoto tu za kikazi, na pia alikuwa tuko kwenye maandalizi ya kuandalia kazi mpya ambayo inaitwa Mwaboza. Hivyo ishakuwa tayari, panapo majaliwa yake Allah, tarehe 4 basi itakuwa mikononi mwenu Mwaboza. Kuanzia hapo itakuwa ni back to back kama kawaida yetu. Lakini yote kwa yote, katika hii series sikuwa peke yangu, kuna watayarishaji, kuna wasanii mbalimbali, lakini kwa uchache labda naweza kuwaita watayarishaji wa kazi hii, then upate kumjua huu ni nani na amehusika kwenye nini. Bwana, huyu nilemuita hapa anaitwa Catalyst, na amehusika kwenye nini atajiintroduce mwenyewe. Amehusika kwenye jambo gani atajiintroduce mwenyewe. Amesimama kwenye engo gani atajiintroduce mwenyewe. Catalyst, karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Steven Benedicto Kasolo.
lakini jina la kazi naitwa Catalyst Official _ midfield kisheti mioto mitatu master. Bwana, kwenye hii kazi ya bahari mimi nimesimama kama storywriter, nimesimama kama director, lakini pia nimesimama kama final touch. Ukiona effect zile, unyama ni mwingi sana, mara Mzee Chendo anapai wani hivi, ujue kabisa amehusika Catalyst Official genius. Bwana, nawapenda sana na kazi inayofuata ni kali mno kama alivyosema hapo mkurugenzi, inaitwa Mwaboza. Unajua maana Mwaboza? Stay tuned. Sawa, huyo ni Catalyst kama alivyojiintroduce. Nadhani mmefahamu wengo yake ni ipi na ameshiriki kwenye nini katika hili. Lakini pia sio yeye peke yake. Yupo mwingine anaitwa Kipunje, naye nitamuita ajiintroduce amehusika katika kitu gani na amesimama kwenye wengo gani katika series ya bahari. Kipunje, karibu. Hello ladies and gentlemen. Kwa majina naitwa Faruk Ramzi Lukonge. Ama kwa jina la sanaa unaweza kuniita Kipunje OG, mwili mdogo nguvu za tembo. Mimi kwenye bahari nimehusika kama kameramani, pia nimehusika kama msanii. Tunashukuru kwa support yenu kuanzia mwanzo wa bahari mpaka tamati hapa ilipofikia. Mwisho wa bahari ndio mwanzo wa series nyingine mpya inayoitwa Mwaboza. Hiyo series ni kali bana. Kisema ni kali kweli kweli. Inatoka tarehe 4 mwezi wa 6. Kaeni mkao wa kula, msituchoke, tunahitaji support yenu. We love you all. Sawa, huyo ni Kipunje kama alivyojiintroduce, lakini pia hatujaacha hapo. Hao ni watayarishaji katika viungo vikuu vile ambavyo vya kufanya mpaka wewe bahari umeona vile, lakini nyuma yao walikuwa na watu ambao pia wamewasimamia, na kati yao ni Kiepe. Kiepe amesimama kwenye nini na amehusika kwenye jambo gani katika gang na series ya bahari? Basi utamsikiliza mwenyewe atajiintroduce. Karibu Kiepe. Ngoja wewe. Awa. Kwa majina naitwa Hamisi Isa Leonard Kaloli. Kwenye series ya bahari nimetumia kama jina la Kiepe au Kipe. Nizungumze tu kwamba nawapenda sana. Pia mimi ni mzaliwa wa Geita, ndiko natoka. Kwenye mapambano ya hapa na hapa kwenye kazi zetu za movie, nikutana na wenzangu, tunashirikiana kwa kazi kadhaa ambazo mmeziona tunazidi kufanya, na pia hamna mwanzo ambao unakosa mwisho. Mwisho wa bahari ndio mwanzo wa kazi nyingine. Kaeni mkao wa kula, kuna kazi ambayo inaitwa Mwaboza, ni ya moto, ila tu kwenye series ya bahari nimesimama kama director msaidizi, au Waingereza wanasema assistant director, lakini sister mshaelewa hivyo, mnanichosha, nizoeni. Alafu mimi nataka niwaibie siri. Unajua hii kazi ambayo inakuja ni ya moto, inatisha vibaya sana. Wewe sasa usitazame ukiwa umekaa na mkwe wako. Sio kama ina mauzui mabaya, hapana. Maana inatisha balaa. Unaweza ukanyanyuka kwenye sofa ukakimbia. Kwa mimi nakuibia tu siri, japo ameshindwa kuambia. Lakini pia tuishie hapo, tukutane kwenye Mwaboza. Yahoo! Sawa, huyo ni Kiepe kama alivyojiintroduce, lakini bado sijamaliza. Sijamaliza. Kuna mwingine naye anaitwa Wadudu. Naye atajiintroduce amehusika na nini katika series ya bahari na pia katika gang kwa ujumla. Karibu Wadudu. Mbona sijapotea? Hello fans. Kwa majina wananiita Obedi Fwandi Family, ila kwa jina la kazi wananiita Wadudu Oil Chafu, macho juu ya macho, ninachikaga tu alafu kwa dharau. Kwa upande wa production nimesimama kama sound man. Zile sauti zote ambazo mlikuwa mkizisikia kwa wasanii ambao walikuwa wakitiririka, basi nimehusika mimi. Lakini baada ya hii series ya bahari kuna series nyingine ambayo inaitwa Mwaboza, kwa hiyo inakuja, kaeni mkao wa kula. Kwa hiyo hapa ni bandika bandua chendu geni, hatuboi, tunawapenda sana. Sawa, huyo ni Wadudu amejiintroduce, mmesikia, lakini sijamaliza, msichoke. Baada ya Wadudu kuna mwingine anaitwa Subira kahusika kwenye nini? Basi ajitokeze ajiintroduce ili mjue amehusika kwenye nini. Karibu Subira. Kwa majina naitwa Violet Godfrey Kamgisha. Jina langu la sanaa naitwa Subira Chendu. Katika production nimesimama kama reflector woman. Mimi sina mengi ya kuongea, mashabiki wetu tunawapenda, tunawakubali ile. Asisubirini ile movie nyingine ambayo inakuja, inaitwa Mwaboza. Kuna mauzauza ile kibao. Sawa. Nikiwa naenda ukingoni, sijamaliza, niendelee kunitegea sikio lako na kuniangalia. Bado kuna mtu mmoja naye watakiwa umjue kwamba alihusika kwenye nini
katika hii series ya bahari. Baada ya huyo namaliza mchezo. Si mwingine isipokuwa ni Ustadhi, kwa vile ambavyo mnavyomfahamu nyinyi. Karibu Ustadhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Juma Paulo Itandala. Wengi wananifahamu kama Ustadhi Juma. Mwisho wa bahari ndo mwanzo wa series nyingine ambayo inaitwa Maboza. Karibuni. Okay, huyo ni Jay, Juma Po. Amejitambulisha, nadhani mmemfahamu, lakini bado sijamaliza. Siku zote wenyewe wanasema kwenye mamba basi ya kukosi kenge. Si mwingine, anaitwa Ndete. Amehusika kwenye nini? Hebu msikilize kwanza. Wanangu sana, are you ready to die? Yes. Jina langu kamili naitwa Palma Ramadhani Ndete. Watu wengi wanifahamu kwa jina ya Mshua Ndete. Mimi nimehusika katika mambo ya production, kama kuchaji battery za kamera. Unavyoona kamera na kupo charge active muda wote. Bye bye, nawapenda sana. Tunachofuata sasa hivi ni kuwaletea wale washiriki wachache ambao walishiriki katika series ya bahari, ukawaona kwa ujumla, kwa sababu tukisema tunaita mmoja mmoja hatutomaliza. Lakini niliotanguliza ni wale ambao walikuwa katika production ya vifaa na kushika huku na kufanya hiki mpaka kimefikia ukingoni. Hao ndo wasanii ambao mnawaona walioshiriki katika series ya bahari. Wachache yao ni hao na wengine wapo. Tunawapenda sana washabiki zetu. Wala imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau